Lakini la pili, leo hii mnaona hapa wakati tunashinda hakuna mtu alikuwa anamuuliza wewe chama gani, wewe dini gani au kabila gani. Kila mmoja aliinuka kwa namna yake kushangilia kwa namna yake. Na hata tulipofungwa goli moja, kila mmoja alisononeka bila kumuuliza chama chake au kabila lake. Lakini hata tulipokosa zile penalty, unaona namna gani michezo inaweza kuwaunganisha Watanzania wote. Kubwa kwenye eneo kama hili, michezo tuendelee kutuletea amani, umoja na mshikamano. Tutakapokuwa na amani, umoja na mshikamano, ndipo michezo hii itaendelea kukua katika nchi yetu. Hii michuano ambayo inahusisha vijana na shirikisho limekuwa likitoa vijana katika maeneo tofauti. Naam. Katika wilaya hii ya Ilala, ikiwa wewe ndio mkuu, pengine mipango iko vipi kuhakikisha vijana wanapata nafasi ya kuonyesha vipaji vyao? Kwanza nitumie nafasi kushukuru, swali zuri sana. Kwanza ni shukuru Mheshimiwa Rais ametuletea fedha kwenye wilaya yetu. Shule ya sekondari ya Benjamin pale tunaenda kujenga kiwanja cha kisasa cha nyasi. Hivi sasa hizi tutakuja kualika waandishi wa habari mje muone hatua mbalimbali ambazo mmefika, kimekwenda kujengwa cha kisasa. Lakini pia kuna baadhi ya viwanja ambao tunaenda kuvijenga katika shule zetu za msingi na sekondari. Lakini la tatu, tuko kwenye mkakati wa kuhakikisha kuna baadhi ya shule ambazo tutazichagua katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kuwa shule za michezo, ili tuweze kutumia nafasi kama sisi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kufanya mafunzo kwa ajili ya kulelea vipaji vya watoto. Tunatakiwa sisi kama halmashauri kuwa incubator ya kuzalisha vipaji vya watoto kama hawa, ambapo unaweza ukamchagua kutoka shule fulani, shule A, shule B, ukampeleka. Mfano UMITASHUMTA ya hivi juzi iliyokamilika, halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam imechukua vikombe 19 kati ya vikombe vyote ambavyo vipo. Maana yake pale unaona kuna kipaji. Vile vipaji maana yake tunatakiwa kuvikuza, lakini unavipeleka wapi? Kwa maana yake unapeleka kwenye shule ambayo inakuwa kama incubator, inawalea, inawatotoa, alafu baadaye wale watoto wanaenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya michezo. Hivyo ni dhamira ya halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, na bahati nzuri tulikuwa na mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, tulikuwa na katibu tawala, tulikuwa na wajumbe wa kamati ya usalama, tulikuwa na mheshimiwa diwani, tulikuwa na viongozi mbalimbali, tulikuwa na wananchi. Unaona umoja na mshikamano, wenye viti wa serikali za mitaa, viongozi mbalimbali, waandishi wa habari, wote kwa pamoja tulikuwa tumeshikamana sana. Hivi nitumie nafasi hii kuwashukuru wananchi wote ambao wamejitokeza kuja hapa. Niwapongeze na kuwashukuru Watanzania wote waliokuwa wanaangalia kupitia kwenye runinga zao mbalimbali, lakini wale wengine ambao hawakufanikiwa kuangalia kwenye runinga au kwenda huko, lakini walikuwa wanapitia simu zao kuangalia matokeo mbalimbali. Hivyo tuna kila sababu ya kuwashukuru sana Watanzania, lakini kipekee tunamshukuru Mungu wetu. Ametubeba kutoka mbali tulipoanza, ametufikisha kwenye fainali. Hivyo tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Yule wa kwanza anachukua medali na wewe wa pili unachukua medali. Anayekupa medali ni yule yule, anayekuvisha medali ni yule yule. Lakini pia mmeona kiatu cha dhahabu tumechukua si wa Tanzania. Hivyo hatuwezi kusema kwamba tumefeli, tumefaulu, tumefanya vizuri. Tuna wajibu sana wa kujipongeza. Mimi nakumbuka wakati tunasoma, mwenzako akipata 98, wewe ukipata 96, unasikitika, lakini wote mmegonga A. Mkienda kusoma kule juu mnajikuta wote mnaning'inia juu. Wao wananing'inia juu na sisi tunaning'inia juu. World Cup tutakutana huko, ndio tutakutana Qatar, ndio tutajizungumza vizuri sisi na wao. Hivi saa hizi mawazo ya huku yameshapita, tunamshukuru Mungu. Saa hizi tunaganga yajayo kuwapokea, lakini pia kumuomba Mwenyezi Mungu huko Qatar tutaelewana vizuri. Katika nchi ambazo zinatoka Afrika, sisi tutawaambia wenzetu kwamba na sisi tuko vizuri. Tulichofanya hapa AFCON twende kufanya World Cup. Asanteni sana. Asante sana.